Anwani iliyotolewa hapo ni kwamba nizungumzie hali za madrasa zilivyo kwa sasa. Kusema kweli, kwanza tukubaliane kwamba mabadiliko makubwa yametokea kwenye ulimwengu tuliokuwa nao. Leo kuna mambo mengi yanayohusiana na madrasa walimu wetu wengi hawayafahamu. Kwa mfano, sheria za nchi leo zinaitaka kila madrasa lazima iwe imesajiliwa. Imesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani, imesajiliwa RITA au ina usajili ulio chini ya utambulisho wa Baraza la Kidini. Hauruhusiwi kuendesha madrasa kwa sasa nchini kama haitambuliwi na vyombo vyenye mamlaka. Kwa sasa hiyo, hata kama madrasa iko pembeni ya nyumba yako, inapaswa itambuliwe. Leo walimu wengi wa madrasa, hiyo sheria ikitekelezwa tu, wengi tunakwenda jela huko ndani. Hawajui watu kwamba madrasa sasa itafanya nini? Isajiliwe. Kwa hiyo madrasa zetu nyingi zipo kama uyoga, na inapotokea tatizo tunashindwa kusimama sehemu ya nini ya kuanzia. Lakini changamoto ya pili, ama hali zetu zilivyo sasa hivi, tunapokwenda kwenye kusajili msikiti, Wizara ya Mambo ya Ndani, kusajili madrasa, Wizara ya Mambo ya Ndani, kusajili jumuiya, Wizara ya Mambo ya Ndani, wale viongozi wa kidini, sheria inamtaka awe na kiwango cha chini cha elimu walau mutawasita kutoka kwenye madrasa inayotambuliwa. Leo utakuwa imamu kwa mujibu wa sheria ya nchi, ukitaka kusajili msikiti, mambo ya ndani, ukitaka kusajili madrasa, ukitaka kuwa kiongozi kwenye bodi ya taasisi ya kidini, unapaswa uwe na elimu yenye cheti. Madrasa zetu zote hizi hazina sifa ya kutoa cheti. Maimamu wetu pia hawana elimu yenye nini? Yenye cheti. Siku itakapotokea kwamba huruhusiwi kuendesha madrasa kwa vile huna elimu ya ufundishaji, huna elimu ya dini, madrasa ngapi zitafungwa? Zote. Kajisemea baba pale, zote. Tunavumiliwa tu kwa sababu haijatokea changamoto kubwa kwenye madrasa zetu. Lakini jambo la pili, mwalimu wa madrasa leo anapaswa kuwa na elimu inayotambulika kwamba huyu ni mwalimu. Leo fundisha tu, likitokea tatizo kwenye madrasa yako, wakija wenye mamlaka watakuuliza, walimu umesomea wapi? Sasa utaanza, mimi si mwalimu wa dini. Sawa, ni mwalimu wa dini, lakini umesomea wapi? Huo ualimu ni fani, umesomea wapi? Hapa utajikuta sasa wajisemea wa makonde yani zitakuwa nyingi, kwa sababu unaendesha kile kitendo hali ya kuwa hauna nini, hauna maarifa nacho. Mwisho wa siku utatumia nguvu nyingi zaidi kuliko maarifa. Leo madrasa nyingi zina kero ya utoro. Watoto wengi wanatoroka madrasa, na katika kitu ambacho pia watoto wengi wanacho, watoto wengi leo hawapendi kwenda madrasa, wanapenda kwenda shule kuliko madrasa. Unadhani ni kwa nini? Kila mwalimu wa madrasa unapomuuliza changamoto za kwenye madrasa yake, jambo la kwanza atakwambia tuition. Watu wanakwenda wapi? Tuition. Kule shuleni watoto warudi saa moja. Sawa, wewe hapo unataka wanafunzi wangapi? Unawafundishaje? Mtoto wako mpaka amalize kwenye madrasa anayofundisha atakuwa na mustawa upi? Hamna mwalimu wa madrasa ambaye anafahamu kuwa madrasa yake na mustawa upi, kwa maana ya kiwango cha elimu kinachotolewa kwenye nini, kwenye madrasa yake. Kama madrasa kwa mfumo wa sasa haina mustawa, mtoto hawezi kuiona future. Unaelewa vizuri? Kule shuleni kule anajiona nilikuwa chekechea, nikaenda pale shule ya msingi, nikitoka hapa naenda pale sekondari. Kwa sababu kuna mustawa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huku madrasa unamshawishi aendelee kusoma mpaka afike wapi? Kwa kutokuwa na future, kwa maana hizi madrasa zetu hazina ule utaratibu wa kuhitimu viwango vya elimu, vinawafanya watoto wengi wakose kuiona future yao kwenye madrasa. Na hali ya kuwa pia hata mwalimu mwenyewe naye unaweza kumuuliza, wewe mwalimu, mtoto wako mpaka amalize hapa atakuwa na aina gani ya maarifa? Labda atakuwa kasoma tu, apata elimu ya dini, anamjua Mungu wake. Siku hizi elimu inapimika. Elimu inapimika. Madrasa zetu nyingi bado hazijatoa elimu yenye nini? Yenye vipimo. Lakini kuna changamoto ya madrasa nyingi kuwa na hali ngumu ya uchumi. Kila mwalimu wa madrasa ana hali ngumu.
Utofauti uko hivi. Mashehe wa zamani waliotangulia, mashehe wengi walikuwa matajiri. Mashehe wengi walikuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi. Mashehe wengi walikuwa nakaa na watoto wanawalisha miaka, wala mzazi alete nini? Chakula. Leo walimu wangapi wa madrasa anakaa na watoto wawili nyumbani kwake? Ndio kwanza mwalimu wa madrasa leo anatafuta mfadhili. Sasa wale mashehe wetu wale walikuwa wanatoka watoto 30, wafadhili waliwapata wapi? Kwa unakuta mwalimu wa sasa wa madrasa hafanani na walimu wa asili wa madrasa. Kuna kitu kimepungua, ikhlas kwenye kazi yetu. Leo wangapi wanaoweza kujitambulisha kwamba mimi ni mwalimu wa madrasa? Ukaenda sehemu ukaulizwa kazi yako, alafu ukasema mimi ni mwalimu wa madrasa. Wangapi waweza kusema hivi? Mimi nacheza na watoto pale. Sasa kucheza na watoto ndio kazi duniani? Yaani kusema kwamba mimi ni mwalimu wa, huyu ndio yule ambaye anafundisha kitabu kisichokuwa na shaka. Yeye ndio mwalimu Lakini kujitambulisha mimi ni mwalimu wa, mashehe wetu walikuwa wajivunia ushehe wao. Ukimuita bila kutaguza neno shehe hakuelewi. Si unaelewa vizuri Angalia mashehe wetu waliotangulia. Ukimuita jina lake bila kutaguza neno shehe, sajabu hata nyuma ageuki. Unless wewe ulicheza naye mzao mmoja. Zile nafasi zao waliziheshimu. Kwa kuna kitu ambacho pia tumekikosa, haiba yetu kwenye jamii. Sisi kama walimu wa madrasa. Jambo hili linawafanya wazazi wengi kuchukulia madrasa kama ni sehemu ambayo haina nini? Mtu mwenyewe tu hajakaa sawa. Mtoto wangu atakaaje? Kwa sababu mwalimu wa madrasa kwenye jamii kashapoteza nini? Kashapoteza haiba. Umegombana na watu wangapi kwenye jamii yako kwa sababu mmetofautiana timu mnazozishabikia? Wewe kama mwalimu wa madrasa. Wazazi wangapi amuelewani nao kwa sababu yeye anashabikia timu tofauti na wewe? Alafu ukifungwa mtoto wake anamvesha jezi ya timu ambayo wewe unaichukia. Ili unapomfundisha akukere zaidi. Hali inakuwaje hapo? Bila shaka mtoto akifanya kosa sikio utamkunguta kwa kosa la nini lile? La kutofautiana timu. Hapa mwalimu kapoteza nini? Haiba. Sio kwamba dhambi tushabikie timu zetu, lakini mpaka wazazi wanakujua wewe ni timu fulani kwenye jamii ile. Mnabishana na nani? Na wazazi kwenye mabanda umiza. Alafu ndio mtoto wa nani? Mwalimu wa nani? Wa mtoto wake. Sijasema mpira haramu, tunaona vizuri hapa. Ile haiba ya mwalimu inafanya nini? Inapungua. Sasa katika haya yote ambayo sisi tunayaona, baya kuliko yote, madrasa nyingi hazina mtaala. Mtaala kwamba atafundishwa kimtoto kutoka hapa atakwenda hapa, kutoka hapa atafundishwa hiki, baada ya miaka 3 atakuwa mtoto anakijua hiki. Ukichukua walimu hata 30 wa Rufiji ukawaweka pale, alafu kila mwalimu akuelezea anavyofundisha watoto wake, utapata aina zaidi ya 10 za ufundishaji. Katika aina hizi ndio leo rahisi mtoto kutoka huku yupo alifu, akienda huku anaonekana ajui kabisa, huku alikuwa inaanza nahu, akija huku anaonyesha suratul Fatiha, anaonekana mwalimu yule sio, kapa kakosea. Sitaona vizuri. Na hapa inatoa fursa sasa hata wazazi kuwahamisha watoto. Wanatafuta sehemu yenye nini? Yenye unafuu. Changamoto, madrasa zetu hazina mtaala, hazina mustawa. Hizi changamoto 10 ndio ambazo zimetufanya sisi tufikirie sasa kusiboresha madrasa. Nikikumbuka kauli ya zamani ya kiongozi wetu, rais wetu wa mwanzo kabisa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika hotuba yake mojawapo ya siku ya elimu alikuwa anasema, bwana, maskini apewi pesa. Maskini apewi pesa. Maskini anapaswa apewe nini? Elimu, maarifa, ujuzi, ili pale alipofanya nini? Atoke. Leo sehemu kubwa walimu wa madrasa kukutana nao wanakuambia mambo mawili tu. Aidha mfadhili, hana mfadhili kwenye madrasa yake. Sawa au wazazi hawalipi ada. Ili hali mashehe waliopita walikuwa hawana wafadhili na watoto walikuwa walipi ada. Lakini mashehe wamefanya kazi umri wote wa maisha yao, kipindi chote kile. Hapa tunatofautiana kwenye mbinu za kuchuma. Mashehe ndio walikuwa mabingwa kuwa na mashamba makubwa, biashara. Walikuwa mashehe ndio kazi zao hizo. Mjini pale kila mwenye shida ndio kukopa kwa shehe.
Leo kila kwenye duka kuna madeni ya mwalimu wa madrasa. Ni vitu viwili tofauti. Nguvu ya kiuchumi leo ya walimu wa madrasa hivi imepotea. Na kama imepotea, hata ile kazi inaonekana haina nini? Haina thamani. Yako maeneo kuna tarehe za walimu wa madrasa kuacha kufundisha, akawa dereva wa bodaboda. Kaona kweli nini? Nafuu. Kwa nini nafuu? Kwa sababu huku kuna changamoto za kuto kuisimamia vizuri madrasa. Leo madrasa nyingi zinaongoza kwa kuchapa. Na madrasa kama mwalimu hajachapa, yenyewe tu mwenyewe tujisikii raha yani. Kwamba yeye nimeondoka bila kuchapa. Tunapaka kifika wakati yani kuna mwalimu fulani vibingwa wa mijeledi pale wapi? Madrasa pale. Anasifika kwa hilo. Katika sayansi ya elimu leo adhabu zipo, lakini zina mustawa. Zina viwango vile vya nini? Vya adhabu. Baadhi ya shule duniani ukienda ukichapa tu duniani kule ukichapa, mwalimu huna kazi. Leo kimchukua mwalimu wa madrasa kwambia madrasa yako usichape, alafu tengeneza tuzo na adhabu. Tuzo na adhabu kwa mtoto. Badala ya nini? Ya bakola. Kama njia mbadala kutumia bakola. Ili mtoto aipende nini? Madrasa. Sijui kama hizo walimu waweza kuwa na hizo mbinu. Haya tukasema hebu tuje kwanza na mafanikio tumeyaona kwenye maeneo tuliofanya, na mimi sitaki kuzungumzia zaidi, lakini nimeona na ninatembea ninapotembelea wale walimu. Yuko mwalimu alikuwa na watoto 30 zamani kabla ya kupata maarifa, leo ana watoto 100 baada ya kubadilika. Yuko mwalimu alikuwa madrasa zake hazina likizo, hazina mtaala, hazina madaftari, hazina vitabu, leo kaweka wa utaratibu, madrasa imetoka kulipwa shilingi 2000 kwa mwezi, anatoza 10,000 kwa mwezi na wazazi wanalipa. Wazazi sio kwamba hawana hela ya kulipa kwenye madrasa. Sema madrasa hazijatoa tija ambao wanataka nani? Wazazi. Jifikirie, mzazi ambaye hawezi kulipa 2000 kwenye madrasa yako, mwanawe anasoma English medium ada 1,200,000. Ni mzazi yule yule. 1,200,000 anaweza kufanya nini? Kulipa. Lakini 2000 ya kwenye madrasa hawezi kulipa. Sio kwamba hana hela. Hajaona athari ya elimu ya madrasa kwa mtoto wake pale anapoishi. Mtoto wake nyumbani Kiingereza kinamtoka kwa kwenda mbele. Anaona ile milioni fanya nini? Inalipa. Lakini mtoto na mwaka wa 3 madrasa hata sentence moja ya Kiarabu hawezi. Sio, naelewa vizuri hapa? Mzazi atalipa ada? Kwa madrasa atalipa ada? Halipi. Sasa kwa nini mwalimu anashindwa kuwafikisha hapa watoto? Hana mbinu za kisasa za ufundishaji. Kwa hiyo haja hapa sasa walimu kufika kwenye hatua nyingine. Madrasa yetu nyingi leo kuna uadui baina ya walimu. Wako walimu madrasa waongei. Na wakikutana hivi, au ndio wanazuoni tu wa sasa. Waligombana kwenye madrasa, kila mtu akachukua ya kwake, wakikutana mtaani kila mtu na inawezekana hicho gombana kusema kweli kitu ambacho akijakaa tu kisayansi. Aidha walifanya shughuli ya ziara, baadaye mmoja akatuhumiwa kwamba hela ilibaki nyingi hakuwapa wenzake. Na yule bana ile hela sio kwamba imebaki. Sema alitumia yote kwenye shughuli lakini hakuandika popote. Katumia yote kama alivyokusanya kutoka kwa wazazi. Ila kwa vile hakuandika popote inaonekana kapata hela nyingi. Huyu asema bwana mimi nianzishe madrasa yangu. Kwa sababu ananitumia mimi. Anatoka pale anaanzisha madrasa nyingine. Alafu sasa anataka watoto wale wa pale watoke waje kwenye nini? Madrasa yake. Wako walimu hawaongei. Sijui Rufiji, nasikia nyinyi kwa cha Mungu wote. Walimu wa madrasa mnasalimiana, mnapeana mikono, mnakaribishana kwenye madrasa zenu, uko wote wa cha Mungu. Nachukulia kwenye mifano kwenye maeneo hayo mengine. Thakafa ya walimu sio. Yaani wanataasubi mpaka wenyewe ile kazi wanafanya nini? Wanawekeana visokolo kwinyo. Sasa kama walimu wa madrasa wamefikia hatua hiyo, hapa hali ni nini? Sio nzuri. Tuchukue hatua za kuwaweka ili kwa nini. Mara nyingi kozi sisi tunaitoa kwa muda wa miezi 6 na hazina gharama. Gharama yako ikuja tu kurudi, mwisho upate certificate. Ulimwengu tunao kwenda nao, tulichokiona sisi. Hutoweza kuendesha madrasa kama hakuna mtu aliyekupatia elimu ya ualimu. Ulimwengu tunao kwenda nao.
na itafika wakati utatafuta hiyo nafasi, hautafanya nini? Hutoipata. Nadhani leo Sheikh Mkwenza akawa shahidi, baadhi ya watu wanamuulizia Kibaha, mafunzo lini? Tushatoka tena, tulikaa pale miezi 6. Sasa tumetamani, na mkimwangusha mmemwangusha Sheikh, sio mimi, kwa sababu Sheikh kapigia debe sana kuja huku. Tukubaliana na Sheikh, kasema hasa nyumbani kwangu niwapelekee watu wangu na mimi wakanufaiki. Sisi kichwani kwa sababu mwaka huu twende Mafia. Sheikh akasema hapana, twendeni nyumbani mwaka huu kwetu huku, na mimi mkanisaidia walimu wangu. Mkisema mnakataa, sasa mnamkatalia Sheikh ambaye kasema watu wangu wapate maarifa. Mkisema mnakubali kwa hili, maki mnaungana na Sheikh aliyesema bwana watu wangu wapate nini? Wakapate maarifa. Sasa hii itakuwa ni jukumu lenu. Sheikh atakuja kuzungumza, mimi sina nafasi. Katika hili unakaa tu darasani siku 2 au siku 3 kwa wiki, unatenga tu masaa 3 kwa siku au masaa 4. Ingawaje kwa Rufiji tunaweza kuja na modality tofauti. Kibaha, Bagamoyo na Mkuranga tulikuwa tunakwenda tunarudi. Huku ukija tu masaa 4 kwa daladala kwa hizi costa kurudi masaa 4. Kesho uje tena kufundisha, itakuwa haiwezekani. Tulichoshauriana na tutakiangalia baadaye katika njia ile kwa bora kwamba tuwe tunakuja kwa awamu au kwa wiki mara 2 au kwa mwezi mara 1. Tunakaa siku 2 siku 3 sehemu, mnatufanya mafunzo, mnachukua kazi, mnaondoka. Baada ya wiki 2 au mwezi mrudi tena tupate mafunzo elekezi kama haya kwa muda kama vipindi kama 6 hivi vya siku 3. Ile package ya miezi 6 inashuka, inakuwa kwenye awamu. Haitatopungua chochote, kitakachopungua ni ule utaratibu. Kwa maana baada ya kuwa tunakuja sisi kila siku, nilifanya experience moja kutoka Dar es Salaam saa 12, ukipata gari nalo kimbia sana, hapo unafika saa 3. Alafu ufundishe ukalale tena wapi? Alafu siku ya pili uje tena, itakuwa ngumu. Haya masaa 6. Kwa hiyo tutaangalia ofisi ya Sheikh na maelekezo ya Sheikh lini tukaanza na wapi itakuwa na kituo, ili tuwe tunakuja hapo, mnapata yale maalumati kwa kukubaliana. Kuna yale ambayo mtafundishwa kama atakapotoa maelekezo ya Sheikh, na kama kuna mengine ambayo mnahisi mnayahitaji, bwana sisi tunapata kitu fulani, hatuna kitu fulani tukijui, tutachukua kama ombi maalumu ili kuyashughulikia hilo linalo stahiki. Kwa hiyo hali zetu madrasa tukubaliane ni hali mbaya. Leo hakuna mwalimu wa madrasa hata mmoja anayetamani mtoto wake kuja mwalimu wa madrasa. Yuko mwalimu wa madrasa ambaye anatamani mwanaje kwa mwalimu wa madrasa? Sisi ndio walimu, na nakuulizeni, yupo mwalimu ambaye anatamani mtoto wake aje kwa mwalimu wa madrasa? Wangapi? 1, 2, 3. Kuna maandalizi gani ulioyafanya kumfundisha? Dunia unamwachia wapi? Dunia naenda. Mimi nashukuru kwamba tukubaliane kwamba madrasa zetu zipo hali mbaya. Hatua sio kuwapa pesa walimu wa madrasa, sio kuzijenga zile madrasa, ni kumbadilisha mwalimu kwa kumpa nini? Maarifa. Kama shuleni watoto wanacheza, wanafanyaje, kwa madrasa afanye nini ili muendelezo uwe mzuri. Niwashukuru sana katika sura hii. Hatua ya pili nadhani nishaje kuzungumzia, nilitamani tufanye discussion ya nini kifanyike, lakini tukatisha hapo. Ratiba yetu nataka saa 5 tumalize ili watu wajiandae kwa sala ya Ijumaa. Tuishie hapo. Nini kifanyike? Yataanza lini? Masomo gani mtafundishwa kama ilivyopita kwa mwanzo? Hayo yote yatakuja kuwekwa wazi kwenye hatua ifuatayo. Kwa hiyo haya matatizo majibu yake yapo kwenye moduli mtakazo kuja kufundishwa, ambazo zitaainishwa mara baada ya kushuka mimi katika eneo hili. Niwashukuru sana na niwaombe kwa moyo mkunjufu mjiandae kuingia darasani. Niwaombe kama unaona kuna faida, jiandae kuingia wapi? Darasani. Usije ukajuta. Basi niishie hapa, nimrudishie katibu wangu wa mkoa ili aendelee kusimamia ratiba na mambo mengine yafuate, ili kabla saa 6 tuwe tushamaliza event yetu hii. Kwa haya machache, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.